wetu mkuu. Tunatambulishwa kwa mwanasayansi bingwa, mtu mwenye akili ya kipekee sana anayeitwa Dr. Hank Pym. Hank alikuwa mmoja wa wanasayansi muhimu sana waliokuwa wakifanya kazi za siri kwa ajili ya serikali ya Marekani. Katika maabara zake za chini ya ardhi, Hank alifanikiwa kugundua teknolojia ambayo dunia haikuwa tayari kuiona. Teknolojia hii iliwezesha binadamu kupunguza ukubwa wa mwili wake hadi kiwango cha mdudu, huku akihifadhi au hata kuongeza nguvu zake. Ugunduzi huu haukuwa wa kawaida. Ulikuwa hatari, wenye uwezo wa kubadilisha mizani ya nguvu duniani. Hank Pym alitambua mapema kuwa kama teknolojia hii ingeangukia mikononi mwa watu wasio na maadili, ingeleta maangamizi makubwa. Ndiyo maana aliamua kuificha siri hiyo, kujiondoa kwenye kazi za serikali na kuilinda teknolojia hiyo kwa gharama yoyote ile. Lakini uamuzi huo ulimgharimu mambo mengi, ikiwemo familia yake. Mke wake, Janet Van Dyne, alipotea kwenye misheni hatari iliyohusisha teknolojia hiyo hiyo. Tukio hilo lilimuumiza sana Hank na likamfanya kuwa mtu mkimya, mwenye maumivu ya ndani na asiyeamini tena mfumo wowote wa serikali au shirika kubwa. Miaka mingi inapita na simulizi linahamia kwa mwanaume mwingine kabisa, Scott Lang. Scott ni mtu mwenye akili sana, hasa katika masuala ya uhandisi na teknolojia ya mifumo ya usalama. Tatizo lake ni moja tu, aliitumia akili yake vibaya. Scott aliishia gerezani kwa kosa la wizi wa kiwango cha juu. Hata hivyo, tofauti na wahalifu wengine, Scott aliiba ili kufichua na kurekebisha uonevu wa kampuni kubwa zilizokuwa zikidhulumu watu wa kawaida. Baada ya kutumikia kifungo chake, Scott anatoka gerezani akiwa na matumaini mapya. Anataka kuanza upya. Anataka kuwa mtu mwema. Zaidi ya yote, anataka kuwa baba bora kwa binti yake mdogo aitwaye Cassie Lang. Lakini maisha hayampi nafasi hiyo kirahisi. Hakuna mtu anayemtaka kazini kwa sababu ya historia yake ya uhalifu. Hana pesa, hana makazi ya uhakika na hana mamlaka ya kumuona Cassie mara kwa mara. Kila siku, Scott anaumia moyoni akimuona Cassie akimwangalia kwa macho ya matumaini, huku yeye akijua hawezi kumpa maisha bora kwa sasa. Shinikizo hilo linamfanya Scott arudi kwenye njia ya zamani, njia ya uhalifu. Anapewa taarifa kuhusu kazi rahisi ya wizi, kuvunja nyumba ya mzee mmoja na kuiba pesa zilizofichwa ndani ya sefu. Scott anakubali kazi hiyo, akiamini ni njia ya haraka ya kupata pesa ili kuboresha maisha ya binti yake. Anapofanikiwa kuvunja nyumba hiyo, anavunja pia sefu, lakini anashangaa sana kukuta hakuna pesa hata kidogo. Badala yake, kuna kifaa kimoja cha ajabu, suti ya kigeni kabisa. Bila kujua thamani yake, Scott anaiba suti hiyo na kuondoka. Baadaye, akiwa nyumbani, Scott anaamua kuijaribu suti hiyo. Anapoivaa na kugusa kifaa fulani, maisha yake yanabadilika papo hapo. Mwili wake unapungua ghafla, dunia inageuka kuwa kubwa mara elfu na Scott karibu afe kwa mshtuko. Bahati nzuri, anafanikiwa kurudi katika ukubwa wa kawaida. Tukio hilo linamwacha akiwa na hofu, mshangao na maswali mengi. Muda mfupi baadaye, Scott anakamatwa na polisi. Lakini tukio hilo la kukamatwa halikuwa la kawaida. Ndani ya gereza, Scott anakutana na mzee yule yule ambaye nyumba yake aliivunja. Huyo si mwingine bali ni Dr. Hank Pym. Kumbe yote yalikuwa ni mpango. Hank alikuwa akimtafuta mtu sahihi wa kuvaa suti ya Ant-Man, na Scott alikuwa chaguo lake kuu. Hank anamwachia Scott huru na kumchukua hadi kwenye makazi yake siri. Hapo anamfunulia ukweli wote kuhusu suti hiyo, teknolojia ya Pym Particles na hatari kubwa inayokaribia dunia. Hatari hiyo inatokana na Darren Cross, mwanafunzi wa zamani wa Hank Pym. Darren Cross ni mwanasayansi mwenye akili lakini mwenye tamaa kubwa. Baada ya Hank kuondoka kwenye kampuni yake, Darren aliendelea na utafiti kwa siri na hatimaye akafanikiwa kutengeneza toleo lake la suti, Yellow Jacket. Tofauti na Ant-Man, suti ya Yellow Jacket ni ya kijeshi, ya kikali na imeundwa kwa ajili ya kuua. Darren ana mpango wa kuiuza teknolojia hiyo kwa wanunuzi hatari duniani kote. Hank anamwambia Scott kuwa yeye ndiyo tumaini la mwisho la kuzuia maangamizi hayo. Scott anakubali kwa kusita, lakini sababu yake ni moja:
binti yake Cassie. Hataki dunia ambayo Cassie ataishi iwe hatarini. Mafunzo yanaanza. Scott anajifunza jinsi ya kutumia suti ya Ant-Man, kudhibiti ukubwa wake, kuongeza nguvu na kuwasiliana na mchua. Mafunzo hayo ni magumu, yanahitaji nidhamu, na yanamfanya Scott atambue kuwa shujaa si jambo la mzaha. Katika mafunzo hayo, tunamfahamu pia Hope Van Dyne, binti wa Hank Pym. Ni mwanamke mwenye nguvu, akili na maumivu ya muda mrefu. Anahisi kuwa baba yake hakumwamini licha ya uwezo wake mkubwa. Anaamini yeye ndiye aliyestahili kuvaa suti ya Ant-Man, si Scott. Licha ya hisia zake, Hope anamsaidia Scott kwa ukali na ukakamavu. Anamfundisha kupigana, kufikiri haraka na kutumia akili badala ya nguvu. Taratibu, Scott anaanza kubadilika. Toka mtu mwizi asiyejiamini hadi shujaa anayejifunza kuwajibika. Mpango wa mwisho unaandaliwa: kuivamia kampuni ya Darren Cross, kuharibu suti ya Yellow Jacket na kuangamiza teknolojia hiyo kabisa. Scott anakusanya timu ndogo ya marafiki zake waliobobea kwenye wizi. Kila mtu ana jukumu lake. Kila sekunde ni muhimu. Uvamizi unaanza kwa mafanikio, lakini mambo yanabadilika ghafla Darren Cross anapogundua njama hiyo. Anavaa suti ya Yellow Jacket na mapambano makali yanaanza. Tofauti baina ya Darren na Scott ni wazi. Darren ana nguvu na teknolojia, lakini hana moyo. Scott ana hofu, lakini ana sababu ya kupigana. Mapambano hayo yanachukua mkondo wa kipekee, yakipiganwa katika ukubwa mdogo sana ndani ya maeneo ya kawaida yanayogeuka kuwa uwanja wa vita wa kutisha. Mwishoni, vita vinaingia hadi kwenye chumba cha mtoto, mahali palipojaa vijori na furaha, lakini sasa panakuwa eneo la hatari kubwa. Ili kumaliza kila kitu, Scott analazimika kufanya uamuzi wa mwisho, kujitoa muhanga. Anavunja mipaka ya suti yake na kupungua zaidi ya kiwango salama, akiingia kwenye ulimwengu wa quantum. Ni mahali pasipoeleweka, pakutisha na panaonekana kama mwisho wa kila kitu. Kwa muda mfupi, inaonekana Scott amepotea milele, lakini kwa kutumia akili, matumaini na kumbukumbu ya binti yake, Scott anafanikiwa kurudi. Darren Cross anashindwa, teknolojia ya Yellow Jacket inaangamizwa na dunia inaokolewa. Mwisho wa hadithi, Scott anakubali adhabu ndogo ya kifungo kwa makubaliano, lakini sasa anaheshimiwa. Uhusiano wa Scott na Cassie unakuwa bora zaidi. Hank na Hope wanaanza kurekebisha uhusiano wao wa kifamilia. Na Ant-Man anakuwa shujaa mpya, shujaa mdogo kwa ukubwa, lakini mkubwa kwa moyo. Hadithi ya Ant-Man inatufundisha kuwa mtu anaweza kufanya makosa, kuanguka na bado akapewa nafasi ya pili. Inaonyesha kuwa ujasiri haupimiwi kwa ukubwa wa mwili, bali kwa ukubwa wa moyo na maamuzi tunayofanya kwa ajili ya wale tunaowapenda. Hii ilikuwa ni recap kamili ya Ant-Man kwa lugha ya Kiswahili. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, subscribe na comment filamu gani ungependa kusikia ijayo. Asante sana kwa kusikiliza, tutaonana kwenye video inayofuata.